Naam, kwa hivyo ni vyema ukafahamu kwamba rangi ni muhimu sana. Rangi katika maisha yako, katika matendo yako na mambo yako, rangi ina umuhimu mkubwa mno. Kifupi tu fahamu, ndio maana hata wazungu wakaja na mfumo maalumu wa taaluma ambayo inaitwa color psychology. Jinsi gani ambavyo rangi zinaweza kuwa na mahusiano ya moja kwa moja na mwanadamu katika mwili, upande wa kiafya au hata kwa upande wa mambo yako, kama ambavyo inavyotakiwa taaluma inavyoeleza. Kwa umuhimu wewe kufuatilia kipindi, utapata kufahamu kwamba rangi ipi ambayo kwako wewe inaweza kuwa ni mwafaka kwa tukio gani, katika mazingira gani. Ni kitu muhimu sana kunifuatilia hapa. Na tukisema hivi tuna maana ziko rangi ambazo kiasili yake rangi hizi zinatia hasira. Yani ukizitumia hizo rangi, mfano ni nguo umevaa, umekwenda kwa mtu kuomba kazi au umeenda nayo kazini siku hiyo, utakuta watu wanavimba tu kazini, wanakasirika, watu wanakuwa na hali ya kuwa na hasira tu, yani majibizano ambayo sio mazuri. Unahisi ni nini leo? Kuna shida gani? Kumbe rangi uliotumia, kala ya nguo ulovaa siku hiyo ni kala ambayo inaleta hasira, na kwa sababu ya jina lako na herufi zako siku hiyo zimekwenda vibaya sana, kwa sababu rangi imetoa matokeo ambayo sio mazuri. Hivyo unapaswa ufahamu kwamba kuna rangi ambazo zinatengeneza mvuto na kufanya wewe siku hiyo iwe ni ya furaha, anayekuona akufurahie kulingana na jina lako. Nieleweke hivi, sio tu kwamba rangi ni rangi tu, bali rangi hizi tunasema kutokana na jina lako wewe na herufi zako wewe. Je, jina lako linaanza na herufi gani? Rangi ipi kwako? Hiyo ukiitumia inafanya kuwa ni mvuto kwako. Kila mtu ana rangi yake na ndio itafanya kuwa na mvuto kwake. Sio kila rangi ya mtu ni mtu, kila mtu ana rangi yake ambayo kwake inaweza kawa ni nzuri zaidi. Kwa ni muhimu ukitufuata vizuri kwenye kipindi utafahamu vema rangi yako ni ipi. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji, twende pamoja ili uweze kupata faida kem kupitia kipindi hichi. Na kupa dondoo tu, fahamu kwamba zipo rangi ambazo licha tu ya kutia hasira, kuna rangi ambazo zinatia uoga, zinaogopesha. Na hii hata kama kwenye majumba kuna watu wamepaka rangi zao katika majumba, unaweza kushangaa watoto wanaoweseka usiku, wanapiga mikelele, wanaota mindoto mibaya, hata watu wazima mindoto mibaya. Kumbe kuna mahusiano, kuna sensa ambayo tayari ina play part yake. Ile rangi inakwenda moja kwa moja kutengeneza tishio katika mwili wako, na unapata mtoto anapata kuweseka, anaokopa, au hata mwenyewe unaota mindoto mibaya. Badala yake mimi nitakuwa kuna uchawi huko, kutakuwa na mapepo mabaya, mashetani mabaya. Kumbe kala pia inaweza kuwa tatizo kwako. Ulikuwa unajua haya? Maana yake twende vizuri uweze kunipata vyema. Lakini rangi ina uwezo mkubwa sana pia kukutengenezea kitu gani? Mfano, kuna rangi ambayo inapoza hasira, inamfanya mtu stress zishuke, awe katika hali nomo, ajikute katika hali ilikuwa nzuri. Sasa ukifahamu hivi, utajua kwamba hata kazini kwako, hata nyumbani kwako, ufanye kitu gani ambacho kitatengeneza rangi ambayo itawapa furaha watu wako nyumbani, familia na watu wengine. Lakini hili ni muhimu kulifuatilia vyema. Sio tu hivyo, kuna rangi ambayo hata ukiipaka nyumbani inatia njaa sana. Yani mweza kushangaa ndani ya nyumba hiyo mnakula sana, yani mpo watu wachache lakini mnapika msosi wa hatari. Yani kama ni wali ni kilo zinakatika, kama ni ugali basi ni ugali mmoja wa hatari sana. Ni nini? Kumbe kuna mahusiano, hata rangi ambayo umeipaka inafanya mule sana. Sasa tukienda vizuri kwenye kipindi hichi mtaweza kufahamu rangi nzuri za kuvaa, rangi nzuri za hata ndani ya majumba yetu, ili mambo yaweze kwenda vyema. Nifuate upate faida. Lakini tunaendelea pia, nikupe nafasi ya kufahamu vizuri jambo lingine ambalo ningependa ufahamu kupitia kipindi chetu. Nitataka ufahamu namna ambavyo herufi zinavyoweza kutenda kazi. Herufi ndugu zangu ni muhimu sana ukafahamu. Hata haya majina ambayo sisi tunapeana majina, unazaa mwanao, unampa jina, mwanangu anaitwa fulani. Lile jina ambalo unampa mwanao usifanye maskhara. Ile ni foundation, ni msingi mkuu ambao unatengeneza baadaye jengo, makuta za jengo ambalo unajenga la huyo mwanao. Kwa maana jina la mwanao au majina yetu sisi ni foundation, ni msingi maalumu, msingi ambao mambo yetu yatapita hapo. Sasa endapo utakuwa makini ukampa mwanao jina zuri,
jina ambalo litaendana na zile herufi zake, zikawa ni herufi za mafanikio, huyu mtu atakwenda vizuri na mambo yatakuwa bamba. Mtasema mwanangu huyu mashallah. Ni kwa nini? Ni kwa sababu majina yetu yanajengwa na herufi ambazo zina sifa kuu mbili. Moja ni salbia na sifa ya pili ni ijabia. Salbia maana yake ni herufi ambazo zinakuwa zinavuta mambo mabaya. Ndio unampata mtu mambo yake magumu. Yeye ni mtu ambaye akiahidiwa ahadi hazitimii. Ni mtu ambaye kila anachofanya hakina mwisho mzuri. Anaanza vizuri, mwisho ni balaa tu. Ikiwa ni biashara, anaanza vizuri, balaa linakuja baadaye. Yani yeye anakuwa katika kila majambo yake mambo hayaendi vizuri upande wake. Hii ni ishara ya kwamba huyu mtu ana tatizo, pengine linaanzia kwenye mfumo wa jina ambalo alipewa na wazazi wake. Aina ya herufi iliyoanzia ni herufi gani na kwake ikoje? Sasa tutakuja kuchambua taratibu katika hatua ya vipindi vyetu vinavyoendelea, kuona herufi A ikoje, herufi B ikoje, namna gani watu wote ambao majina yao yanaanza na herufi ya A yana nini, yana kitu gani, au herufi B au herufi D au herufi C, jumla ya herufi zote zile ambazo tutazigusa, ili wewe ambao utakuwa una deal na herufi hizo, jina lako lina herufi hizo, ukae mkao mzuri, ujue nini ufanye, una nafasi gani, una matokeo gani mazuri ambao utayapata na kwa nini hauyapati. Utajua kwamba kuna changamoto tayari zimeingia, na hapa tutakupa utaratibu wa kufumbua kifungo hichi ambacho utakuwa umefungika nacho. Twende vizuri hapa.